ukipita kwenye mitandao ya kijamii, kila utakapogusa basi utakutana na taarifa kuhusiana na Uganda. Yani ukienda kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari pia Kenya, unakuta taarifa kuhusiana na Uganda mpaka kwenye vyombo vya habari vya Kenya. Mpita kwenye vyombo mbalimbali vya habari vya Kenya, story kubwa wenyewe wanaipa uzito ni ile ya Uganda. Na si uchaguzi tu, lakini matukio mbalimbali kuelekea uchaguzi. Ukija pia baadhi ya vyombo vya habari vya Tanzania, hasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini na baadhi ya magazeti, story ni Uganda. Hata ukigusa kwa rafiki zetu wa Rwanda, kote Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki inazungumza uchaguzi wa Uganda sasa hivi, ambao mzigo ni kesho. Lakini moja kitu ambacho nimeona kimekuwa trending ni kuhusiana na mtandao kuzimwa mapema kabla ya uchaguzi wenyewe. Siku 2 kabla ya uchaguzi. Moja ya taarifa ambayo kila unapopita unakutana nayo ni sehemu ya kutunza amani, sehemu ya kuhakikisha labda hakutakuwa na rafsha zozote, ama ni sehemu ambayo tayari imezoeleka kuonekana sasa hivi kwenye chaguzi nyingi ambazo zinafanyika sio tu Afrika, hata kwa wenzetu. Unajua ni kweli, unajua mtandao umekuwa ukitishia maslahi ya taifa. Na mtandao umekuwa ni sehemu ambapo ushawishi wa maoni ya umma unatokea kwa kiasi kikubwa. Na mtandao ni mahali ambapo ukitazama tunasema ile public opinion na uhamasishaji mkubwa unaweza kutokea kutumia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo serikali nyingi zimeamua kudhibiti mtandao kwa lengo la kulinda maslahi ya taifa. Na maslahi ya taifa tunazungumzia ni maslahi ya usalama, kwa sababu tunafahamu kwamba hakuna nchi bila usalama, maslahi ya kiuchumi, lakini maslahi ya kuweza kulinda uhai wa watu. Kwa hiyo nchini Uganda wamezima mtandao kama vile ambavyo walivyozima mtandao kwa mfano katika nchi ya Iran, kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti mwisho wa siku matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yasiweze kuchukua nafasi katika nchi husika. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni hatua mojawapo ya serikali kuhakikisha kwamba taifa linabaki salama, kwa sababu unaweza tufahamu kwamba uchaguzi wa Uganda ni siku moja na matokeo yatatangazwa, lakini namna gani wanaweza kulinda taifa, hilo ni jambo lingine. Lakini nimeona hatua hiyo imepingwa na wanaharakati mbalimbali. Wanaharakati lakini vile imepingwa na taasisi za kimataifa ambao wamesema wazi kabisa kwamba kuzima mtandao nchini Uganda ni kama kuifanya nchi kuweza kuwa gizani. Kwa hiyo sasa imekuwa ni story kubwa sana, lakini nimeona vile vyombo, yani kuna natazama chama kimoja cha habari, hata msimamizi mkuu wa uchaguzi katika tume ya Uganda anasema wazi kabisa kwamba mtu ambaye atakayeshinda nchini Uganda ambaye atakayetangazwa, yeye anasema hana kura za kuweza kumuongozea mtu yeyote katika uchaguzi. Kura wanazo wananchi. Na tumeshuhudia jana kwa mfano Mzee Museveni ameweza kufanya mkutano mkubwa zaidi katika eneo la Kampala, na ameomba wananchi waweze kumchagua, ameomba wafuasi wake wa NRM waweze kumchagua. Kwa ukitazama ni uchaguzi ambao unafanyika kesho, kulikuwa kuna matukio mbalimbali ambao unaweza kusema kwamba yamekuwa kama ni surprise katika nchi ya Uganda. Of course, ukifanya tathmini ya uchaguzi wao takriban miezi 2, kuna matukio mengi yametokea ya kustajabisha, kuna tuhuma ambazo zimetolewa za kustajabisha, lakini bado tukio la kuzima kwa mtandao limekuwa kama ni tukio ambalo limechukua taswira kubwa katika siasa za Uganda. Kwa hiyo kesho napiga kura na takriban wananchi milioni 21 wataamua katika nani anaweza kuwa mshindi. Mwaka 2021 ukitazama mshindi aliamliwa kwa kula milioni 5 tu. Katika tofauti kula milioni 5 ukitazama, ambapo Mzee Museveni alipata kura milioni 5. Lakini vile vile kikatiba ili uweze kutangazwa kuwa mshindi unahitaji kuanza kupata kura kuanzia 51% na zaidi. Yani mgombea lazima apate kura ngapi? 51 na zaidi. Usipopata kura hizo baki ni kwamba uchaguzi utaingia duru ya pili.
ya kutafuta nini, ya kutafuta mshindi. Wagombea mpaka sasa hivi ni wagombea 4, lakini wagombea ambao napigwa chapuo zaidi ni wagombea 2, kati ya Mzee Museveni, kiongozi ambaye ana miaka 81, na mwenzake Robert Kyagulanyi ambaye ni kijana huyu ambaye amekuwa Robert Kyagulanyi, yes, akimtikisa na kujaribu kujaribu kama kuondoa au kutikisa meza yenye sahani za kuvutia, ni vyakula vya kuvutia, ni kwa meza zile zina kuku. Yaani unaona kuna kuku mzima yule mbuzi, kuna biriani, alafu kuna mtu anaitikisa ile meza. Kwa hiyo zimekuwa, na nimeona moja ya kauli ambayo imeibuliwa jana na waandishi wa habari, wamejaribu kujenga hoja kwamba ambayo of course katika Mzee Museveni asha kusema kwamba nchi hajaitoa katika sanduku la kura. Kwa hiyo akamuuliza, nimeona pia akamuuliza kwanza, wakamuuliza msimamizi mkuu wa tume ya taifa ya Uganda, ndo akajibu kwamba yeye ana kula za kuweza kumuongezea. Yani jana baada ya uwepo wa kauli kama hizo akapigwa swali kwamba bwana, wewe ni msimamizi wa uchaguzi, sasa itakuwaje kwamba kuna kura zipo kwa ajili ya kuongezea hasa kwa yule ambaye yuko madarakani? Akasema hamna kura za kuongezea. Kura? Hamna za kumuongezea mtu. Hakuna mtu kuongezewa kura. Wananchi hao. Wananchi ndo wanaamua. Kutokana na tume ya taifa ya Uganda, watu 21 wamejiandikisha. Lakini kauli za Museveni haziwezi kuwa sehemu ya kutia shaka labda kama hizo. Bwana, sikilizeni nyinyi, hii nchi mimi nimeitoa wapi? Hii nchi nimeitoa wapi? Nimeitoa msituni, nimepambana. Alafu pia kuna ile kauli nyingine anasema kama ile, anasema bado Uganda inamdai, sio? Yes. Bado inamdai. Bwana nani Kyagulanyi asubiri itafika wakati wa kuachia. Mbona ndio nilikuwa nasema kauli kama hizo ambazo amekuwa anaongea kuanzia kwenye kampeni kule, au tuchukue tu maneno. Ni kauli ambazo zinatia mashaka kutazama, au tuachie tu kampeni kwamba kila mtu anavutia kwake. Ni kauli ambazo zinatia mashaka kutazama katika kuelekea, unajua kuna hiyo mitazamo ya wanademokrasia, haki za binadamu ambao wanatazama mfumo mzima wa uchaguzi. Na mfumo wa uchaguzi huwa una mapimo yake, kuanzia uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa watu kuchagua, kuwa na uwazi, kutazama kuwa na ushindani huo na uwiano uliokuwa sawa. Kwa kuna mapimo ya mizania ya kuangalia namna gani mfumo wa uchaguzi unaweza kuwa na uhakika katika watu wote. Kwa hiyo sasa kauli za Mzee Museveni kwamba nchi hajaitoa msituni, of course nchi hajaitoa kwenye sanduku la kula, amepambana mpaka kufika pale. Kauli kwamba Jenerali Muhoozi kwa mfano anatajwa kwamba kuweza kudhibiti mamlaka makubwa nchini Uganda ambaye ni mwanae, of course huwezi kudinai, lakini bado nchi ya Uganda imekuwa na historia yake. Hivyo vile tusahau, kila nchi ina historia yake, kila nchi kwa sababu demokrasia tunasema haiwezi kuakisi vipaumbele, kuakisi historia, watu husika, jamii, hata tamaduni za watu husika. Kwa hiyo Uganda wana demokrasia yao, hauwezi kuifanisha demokrasia na maeneo mengine. Sawa bana, ni kuhusiana na Uganda. Kwa kuhitimisha, wakati kampeni jana zinaendelea za mwisho na uchaguzi wenyewe ndio kesho. Sawa, mtandao umezimwa, tumeyazungumza, yameonekana huko kwenye nani, lakini kwa namna ambavyo tumeshuhudia kampeni za jana na historia ya Uganda kwenye uchaguzi wa kesho. Yes, unajua katika nchi ya Uganda wapinzani wana vitu vingi sana kutazama. Tangu kipindi cha hata ukitazama bunge la mwaka 2021, wapinzani wamekuwa ni sehemu ya bunge. Hata wanawake katika nchi ya Uganda wamekuwa kipawa vipaumbele vikubwa sana katika nafasi mbalimbali za kiuongozi. Kwa sasa kuna huo mtazamo wa Mzee Museveni kukaa muda mrefu mamlakani, na kuna huo mtazamo ya Mzee Museveni kwa mfano mwanae kuwa na madaraka yao makubwa, lakini bado haiondoi ukweli kwamba Uganda kuna mizania ya kidemokrasia na kuna mizania ya dhana ya uwakilishi. Sawa, wamekuwa wakifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo of course kila mfumo wa demokrasia umekuwa na changamoto zake, na changamoto hizo zinaweza zikafanana katika eneo moja na katika eneo lingine, lakini bado wao wamekuwa wanayo hiyo tunapozungumzia dhana ya multi-party system, yani mfumo wa vyama vingi umekuwa ukionekana kuanzia kwenye ushindani wa udiwani, ushindani wa ubunge, mpaka kwenye ngazi kubwa ya urais. Haya bana, sawa. Na tupe mtazamo wako kuhusiana na uchaguzi wa Uganda
lakini pia najua rafiki zangu wa Uganda tunasikilizana sasa hivi, sio? Kampala pale kupitia 99.0. Kwa hiyo unaweza pia kuniandikia mtazamo wako na hali ilivyo hasa pale 99.0 kama mtandao umezimwa, si ndio? Na hiyo jomba bala kama mtandao umefanya nini, umezimwa. Lakini tuende tulipoishia jana kuhusiana na rafiki zetu 94